Hii ni Mtoro TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalam ala ibadihi alladhina istafa wa ala alihi wa sahabatihi ulis-sidqi was-safa. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mwingi wa rehma. Sala na salamu ziende kwa kiongozi wa umma, mtume wetu Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam. Ndoto, ndugu yangu Muislamu, usiyekuwa Muislamu, usiyekuwa na dini, miongoni mwa vitu ambavyo havijawahi kukupita kama mwanadamu, kimoja wapo ni ndoto. Nina hakika kila anayeitazama au anayepata fursa ya kuiona video hii katika maisha yake mpaka hapo ulipo dakika hii na muda huu ulishawahi kuota. Na katika hizo ndoto kuna ambazo pengine zilikufadhaisha, kuna ambazo zilikutisha, kuna ambazo zilikupa wasiwasi, kuna ambazo zilikufurahisha, kuna ambazo zimekuacha na maswali mpaka dakika hii bado hujajua zinaashiria nini na zina maana gani na kwa nini ulizipata. Kwanza kabla ya yote, napenda nikwambie kwamba katika maisha ya mwanadamu ndoto zinachukua nafasi kubwa sana. Ndoto zina play part kubwa sana. Ndoto zipo za aina tatu au zinaweza kukujia kwa malengo matatu. Ndoto inaweza ikakujia kwa maana ya tafsiri ya jambo ambalo lilishawahi kutokea nyuma. Kwa mfano, kuna kitu kilifanywa nyuma, kuna kitu kilifanyika nyuma, kama ni uadui, kama ni ubaya, lolote lile ambalo lilishawahi kutokea nyuma, inaweza ikakujia ndoto kukuelezea jambo ambalo lilifanyika nyuma, lakini wakati linafanyika wewe ulikuwa hujui. Mathalan, uwe umerogwa mwaka jana au mwezi uliopita, hujui, kwa sababu wakati wote mtu anakuroga huwezi ukajua kwamba unarogwa. Mwezi huu ukaja ukapata ndoto kwamba kuna jambo fulani lilifanyika huko nyuma, wakati wewe mwenyewe ulikuwa hujui. Lakini lengo la pili au aina ya pili ndoto inayoweza kukujia, ndoto inaweza ikakujia kwa kitu ambacho kinatendeka hivi sasa, yani muda huu na wakati huu. Na hizi zinawapata sana wale ambao pengine wapo katika ndoa za mathna, matara tunaita, wanaofanyiana ubaya, ambao hawana imani thabiti na wanaamua kufanyiana ubaya. Anaona mume kaoa mke mwenzie, kamuolea mke, sasa na yeye anataka abaki peke yake ndani ya ile ndoa ili ammiliki yule mume. Anaamua kuhangaika na kufanya afanyalo kuhakikisha kwamba yule mke aliyeolewa habaki katika ile ndoa. Au wakati mwingine inatokea kwa wale wanaogombania kitu fulani, kama kugombania mirathi, kama kesi mahakamani. Kuna majambo yanaweza yakawa yanafanyika ndani ya muda huo, ambayo yanafanyika mbali na upeo wa macho yako, huwezi kuyaona, huwezi kuyajua. Mwenyezi Mungu akaamua akufungulie kwa kiasi chake kwa njia ya ndoto mambo ambayo yanatendeka muda huu na wakati huu. Lakini tatu, ndoto inaweza ikaja kama bishara kwa jambo ambalo litatokea mbele, bado halijatokea, halitokei, lakini baada ya mwezi, baada ya miezi miwili, baada ya miezi mitatu linaweza likatokea hilo jambo. Mwenyezi Mungu akakuletea kama bishara, liwe la kheri, liwe la shari, kwamba kuna jambo linaweza likatokea huko mbele ya safari. Hii yote ni kwa mujibu wa miongoni mwa wafasiri wakubwa Muhammad ibn Sirini, ambaye ametunga vitabu mbalimbali vinavyohusiana na masuala mazima ya ndoto. Kanuni ya kwanza ya ndoto, na hii naomba uipigie mstari mpenzi mtazamaji unayenitazama. Kanuni ya kwanza tuliyofundishwa katika vitabu ya ndoto, unapopata ndoto hutakiwi kuihadithia mara kwa mara. Naomba unisikilize vizuri.
Unapopata ndoto hutakiwi kuihadithia kwa kila mtu isipokuwa mtu mwenye sifa za aina mbili. Imeleta shida na mara nyingi imekuwa ikisababisha matatizo kwa wewe kuhadithia ndoto yako kwa kila mtu, kwa shoga yako, kwa rafiki yako, kwa jamaa yako, kwa jirani yako. Kwa nini? Kwa sababu katika kuhadithia kwako pengine ndoto unayoihadithia ina bishara njema. Yule unayemhadithia akakufanyia hasadi na husda, kile kitu kikaingia husda, kikawa sio kitu chenye kufanikiwa. Ndio maana tumekatazwa tusihadithie isipokuwa kwa watu wenye sifa mbili au moja katika hizi mbili. Sifa ya kwanza ni mtu unayemhadithia kuwa miongoni mwa watu unayewaamini pasina chembe ya shaka. Na hii tunasoma kwa Nabiullah Yusuf alayhi salatu wasalam alipomwambia baba yake aya iliyopo ndani ya Qur'ani, inni raaitu 11 kaukaba washamsa walqamara raaituhum li sajidin qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Nabiullah Yusuf alipoota ile ndoto kwamba nyota na mwezi vinamsujudia na nini, akaenda kwa baba yake moja kwa moja akamuhadithia baba yake. Kwa nini? Kwa sababu ni mzazi wake na ni mtu anayemuamini kwa 100%. Tunajifunza hapa kwamba ndoto hutakiwi kwenda kwa kila mtu. Si kwamba Nabiullah Yusuf alikuwa haongei na kaka zake, si kwamba Nabiullah Yusuf alikuwa hana marafiki, si kwamba Nabiullah Yusuf kaka zake wote wale walikuwa maadui kwake. Hapana, walikuwa wanaongea, walikuwa wanacheza pamoja, walikuwa ni marafiki zake na yeye alikuwa na marafiki. Lakini alipoipata hii ndoto ambayo hakuielewa maana yake, moja kwa moja akakimbilia kwa mzazi, akakimbilia kwa baba, akamwambia baba, mimi nimeota ndoto kadha wa kadha wa kadha. Kwa kuwa na baba yake naye anafahamu kanuni za ndoto, akamwambia mwanangu kipenzi, la taqusus ru'yaka ala ikhwatika, usithubutu na usijaribu ndoto yako hii kwenda kuwaeleza kaka zako. Nyinyi wote ni wanangu, nyinyi wote ni damu yangu, wote nimewalea mwenyewe, wote ninawapenda, lakini ni kanuni ya ndoto, haupaswi kwenda kuihadithia hata kwa kaka zako uliolala nao tumbo moja. Fayakidu laka kaida, inawezekana kutokana na lile ambalo ndoto hii lina tafsiri, inawezekana kaka zako hawa wakaingiwa na sheitani, kwa sababu inna shaitana lilinsani aduwwun mubini. Kaka zako hawa wakaingiwa na sheitani kisha wakakufanyia yasiyofaa. Kwa hiyo tunajifunza kutokana na aya hii kwamba unapoota ndoto, iwe nzuri, iwe mbaya, iwe ya kheri, iwe ya shari, kaa nayo kifuani. Ikibidi kuieleza, basi ieleze kwa mtu unayemwamini pasina chembe ya shaka. Lakini pili, ikibidi kuieleza, ieleze kwa mtu mwenye maarifa, mwenye taaluma ya hiyo tafsiri ya ndoto, kwa lengo la kupata tafsiri ya hicho ulichokiota kina maana gani. Nimependa niwape kwanza kanuni 2-3 za ndoto na tafsiri yake ili tuweze kujua tunasimama wapi. Miongoni mwa ndoto ambazo zimekuwa zikiwadhuru watu wengi sana, miongoni mwa ndoto ambazo zimekuwa karibu kila mtu ishawahi kumtokea, ni ndoto ya kuota mtu anapaa angani, au ndoto ya kuota mtu anatumbukia katika shimo refu lakini hafiki chini. Au kuna wakati fulani unaweza ukaota ndoto lakini ukawa baina wa baina. Kuna ndoto ambayo unaweza ukaipata ukiwa umelala moja kwa moja usingizi, na kuna ndoto inaweza ikakujia ukiwa nusu upo usingizini na nusu upo macho. Kuna vitu vinaweza vikawa vinakutokea, unahisi hivi vitu kama ni halisia na si ndoto, kwa sababu kama nusu upo macho na nusu upo usingizini. Hiyo nayo inatokea watu wengi sana. Kwa taaluma ya ndoto, kwa mujibu wa Muhammad ibn Sirini, wakati mwingine tafsiri ya ndoto hutegemea na muotaji. Muhammad ibn Sirini anasema, kwa mfano, ndoto ya kuota mwanamama ana ujauzito au binti ana ujauzito, natolea mfano. Tafsiri yake, akiota binti ambaye hajaolewa, binti ambaye hajaolewa, tafsiri ya ndoto hiyo haifanani na akiota mwanamke ambaye yupo ndani ya ndoa.
Tafsiri hiyo nayo haifanani na akiota mwanamke ambaye alikuwa ndani ya ndoa akaachika. Tafsiri yake haifanani na akiota mtu mwenye athari za majini na mashaitani katika mwili wake. Tafsiri yake haifanani na akiota bibi kizee, mtu mzima ambaye pengine ni mjane, ameshafiwa na mumewe na ameshazaa na ana watoto, akaota ni mjamzito. Tafsiri huwa hazilingani. Watu wengi tunafanyaga makosa ya kuwa na tafsiri moja kwa kila aina ya ndoto. Muhammad ibn Sirini hilo jambo analikataa. Tafsiri za ndoto wakati mwingine zinatofautiana na muotaji. Ikiwa wewe ni binti ambaye hujaolewa ukaota una ujauzito, tafsiri yake ni tofauti. Tafsiri yake miongoni mwa tafsiri, basi kama uliota una ujauzito, maana yake ni kufanikiwa katika mafanikio. Kama kuna jambo ulikuwa unalifuatilia, kama kuna kazi ulikuwa unaitafuta, kama ni biashara ulikuwa unafikiria kuanza, basi tafsiri yake kama umeota na haujaolewa, haupo ndani ya ndoa, tafsiri ya hiyo ndoto kwa mujibu wa Muhammad ibn Sirini ni kufanikiwa katika jambo ambalo unaliendea na kulikusudia. Lakini ndoto hiyo hiyo ukiota upo ndani ya ndoa, upo na mumeo, tafsiri yako ni mapenzi makubwa ya mumeo kwako. Ukiota una ujauzito lakini upo ndani ya ndoa, sio nje ya ndoa, upo na mumeo, tafsiri ya hiyo ndoto ni mapenzi makubwa kutoka kwa mumeo kuja kwako. Sasa nirudi hapo nyuma, kama nilivyosema, kuna ndoto ambazo zimekuwa ni umum, ambazo watu wengi tumekuwa tukizipata, watu wa rika mbalimbali, watu wa kaliba tofauti tofauti, na miongoni mwao ni ndoto za kuota unapaa na ndoto za kuota unatumbukia. Kuota unapaa juu angani inaweza ikawa ina tafsiri moja katika mambo mawili. Tafsiri ya kwanza ni kufanyiwa hasadi na kufuatiliwa na maadui, na maadui wanaokufuatilia sio watu wa mbali, ni watu wako wa karibu. Chunguza katika seko ya marafiki zako wa karibu uliokuwa nao, chunguza katika mzunguko wa majirani zako wa karibu uliokuwa nao, chunguza katika mzunguko hata wa baadhi ya ndugu zako wa karibu uliokuwa nao. Hii ndoto ikiwa inakutokea mara kwa mara, ikiwa inakutokea zaidi ya mara 3 na kuendelea, basi kuna watu wanakuangalia kwa umakini sana, kuna watu wanakufuatilia kwa ukaribu sana na hawakutakii kheri. Ndoto ya kuota unatumbukia katika shimo lakini haufiki chini, ndoto hii ikikutokea zaidi ya mara 3 inaashiria wewe kupata hasara katika jambo unalolifanya, kupata hasara ya hivi karibuni. Kama ni mfanya biashara, basi unaweza aidha ukapoteza kiasi cha pesa au ukapoteza kiasi cha mali. Kama ni mfanyakazi, unaweza ukapoteza pia kiasi cha pesa na kadhalika. Hizo ni ndoto ambazo ni umum, ambazo watu wengi wamekuwa wakizipata. Kwa darasa zaidi ya ndoto, endelea kutufuatilia insha Allah. Somo hili la ndoto ni pana sana, ni refu sana. Mwenyezi Mungu akitujalia uzima na uhai, tutalieleza kwa urefu wake na kwa upana wake. Wabillahi tawfiq. Hii ni Mtoro TV.